tuna mkakati wa nishati safi ya kupikia, mkakati wa utekelezaji wa nishati safi ya kupikia ambao ulizinduliwa na Mheshimiwa Rais, na lengo la mkakati wetu ni kuhakikisha tunapofika mwaka 2034 80% ya Watanzania waweze kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na tunapoongelea nishati safi ya kupikia, basi tunaongelea inaweza ikawa ni gesi LPG, inaweza ikawa ni gesi asilia ile ya Mtwara, inaweza ikawa ni umeme, bioethanol, mkaa mbadala na zingine nyingi. Zote hizi tunasema ni nishati safi za kupikia. Kwa tumeitana hapa kama mnavyojua kwamba baada ya Mheshimiwa Rais kuzindua mkakati wa nishati safi ya kupikia, mwaka 2025 ilibidi tuzindue mkakati wa mawasiliano, ambao tunasema huu mkakati wa mawasiliano lengo ni kwasa kutupeleka jinsi gani ya kutengeneza message ya kufikisha kwa jamii kuhusu nishati safi ya kupikia. Kwa ninapoona kundi lote hili hapa la waandishi wa habari na watu wote wanaohusika na habari, tunasema nyinyi ni watu sahihi, kwa sababu ule mkakati wa mawasiliano ni wa kwenu, ambao sasa leo hizi siku mbili tutakuwa pamoja kwa ajili sasa ya kuelekezana, ili watu wote tuende kuwa na message moja, ili mtu mwingine ajue kabisa hatuna nishati chafu, ila tuna nishati zisizo safi, si ndio hivyo? Kwa usije mtu wa Kagera anaongelea nishati chafu wakati sisi tunajua hatuna nishati chafu, ila tuna nishati zisizo safi. Kwa hiyo tunakuja kuwa pamoja, tuondoke na ujumbe wa pamoja kwa wote, na hiko ndio kinapelekwa kwa Watanzania wote. Kwa kila mmoja wetu hapa akishapata uelewa na elimu ya kutosha kuhusu nishati safi ya kupikia, nadhani tutaenda wote kwa vizuri na ujumbe sahihi utaenda kwa wananchi. Kwa hiyo niwakaribishe sana na niwatakie siku mbili hizi njema kabisa, ili tuweze kutoka na kitu kizuri. Asanteni sana.